Leo hii mambo makubwa manne ambayo yatakayotazamwa kati ya mazungumzo ya Donald Trump pamoja na Putin. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba vipengele vingi vya makubaliano ya amani nchini Ukraine yamekubaliwa na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Trump ameyasema hayo kabla ya mazungumzo yao ya simu ambayo yanatarajiwa leo hii. Trump alichapisha taarifa kupitia mtandao wa kijamii wa Truth Social akisema kwamba atazungumza na Putin siku ya leo hii Jumanne. Amesema kwamba ingawa kuna makubaliano, lakini mengi ya makubaliano hayo bado hayajafanyiwa kazi. Anasema kila wiki kuna vifo vya askari takriban 2500 kutoka katika pande zote mbili na lazima hilo liishe sasa. Ninatarajia mengi katika simu na Rais Putin, Trump aliandika hayo. Hapo awali aliwaambia waandishi wa habari kwamba tutaonana ikiwa tunaweza kufanya makubaliano ya amani, usitishaji wa vita na amani pamoja, na ninaamini tutaweza kufanya hivyo. Katika hotuba yake ya usiku wa kuamkia siku ya jana Jumatatu, Rais wa Ukraine Zelensky alimshutumu Putin kurefusha vita hivyo. Pendekezo hilo la kusitisha vita lingeweza kutekelezwa muda mrefu uliopita, alisema, na akaongeza kuwa kadri vita ambavyo vinaendelea inamaanisha maisha ya binadamu hupotea. Kumekuwa na usiri kutoka katika ndani ya utawala wa Trump kuhusu jinsi mazungumzo ya kusitisha mapigano yanavyokuwa. Akizungumza baada ya mkutano wake katika jiji la Jeddah pamoja na maafisa wa Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitaja mazungumzo hayo na jinsi mchakato wa mazungumzo utakavyokuwa, lakini hakutaja vipengele maalum. Mjumbe wa Marekani Steve Witkoff ambaye alikutana na Putin siku ya Alhamisi iliyopita huko Moscow pia kuzungumza mengi kuhusu vipengele vya mpango huo. Na wakati huo huo, Uingereza pamoja na Ufaransa vimemtaka Putin kudhibitisha kuwa anataka makubaliano ya amani pamoja na Ukraine. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amepongeza ujasiri wa Zelensky kukabiliana na pendekezo la kusitisha mapigano na kutoa changamoto kwa Urusi kufanya hivyo hivyo. Vifo vingi vimetokea, uharibifu wa kutosha, mapigano lazima yasitishwe, alisema Macron katika mtandao wa X. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy amesema sasa Putin anapaswa kukubali kusitisha mapigano moja kwa moja na bila masharti, na kuambia wabunge kuwa hakuona kiashiria chochote kwamba Putin yuko tayari kuhusu makubaliano ya amani. Alionya kwamba Uingereza pamoja na washirika wake wana nguvu za kusaidia kuilazimisha Urusi kufanya mazungumzo kwa umakini zaidi. Ikulu ya Marekani imetoa kauli ya kufurahisha zaidi kuelekea mazungumzo ya Trump pamoja na Putin ambayo yatafanyika kwa simu, ikisema anaamini amani nchini Ukraine iko karibu sana. Msemaji wa ikulu aliwaambia waandishi wa habari siku ya jana Jumatatu kwamba Trump amedhamiria kupata makubaliano ya amani. Pamoja na yote, kuna mambo manne ambayo wengi ambao wanaona kwamba yatatawala mazungumzo ya viongozi hao wawili, Putin pamoja na Trump. Pendekezo la kusaka amani lilijadiliwa na wajumbe wa Ukraine pamoja na Marekani nchini Saudi Arabia wiki iliyopita. Baada ya saa kadhaa kujifungia ndani ya chumba, walitangaza pendekezo la kusitisha mapigano ya siku 30 na Ukraine ilisema iko tayari kukubali. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, Trump amekuwa akijaribu kupata uungwaji mkono kutoka kwa Putin pamoja na pendekezo la siku 30 la kusitisha mapigano, lakini pande zote mbili, Urusi pamoja na Ukraine, zimeendelea kufanya mashambulio makali ya angani mapema siku ya jana Jumatatu. Rais wa Ufaransa Macron pamoja na waziri mkuu mteule wa Canada Mark Carney walikutana siku ya Jumanne. Walisisitiza mataifa yao yataendelea kufanya uungwaji mkono wao mkubwa kabisa usioyumba kwa Ukraine na kutaka ahadi za wazi kutoka katika nchi ya Urusi. Washington imejadiliana na Ukraine kuhusu udhibiti wa kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia ambacho
kinachokaliwa na Urusi kama ni sehemu ya makubaliano ya amani, Rais wa Marekani Trump alisema Machi 13. Kuhusu yale ambayo yatagusiwa katika mazungumzo hayo, msemaji wa Marekani amesema kwamba kuna mtambo wa kuzalisha umeme ambao uko katika mpaka wa Urusi na Ukraini. Hilo anakwambia litazungumzwa katika simu yake na Putin. Anasema kiwanda kikubwa zaidi cha nyuklia katika bara la Ulaya cha Zaporizhzhia katika jiji la Enopodal, anasema kwamba kimekuwa chini ya uvamizi wa Urusi tangu mwaka wa 2022. Wakati huo kituo hicho kikisaidia chini ya udhibiti wa Urusi, kwa sasa akizalishi umeme. Ukraini pamoja na washirika wake wamesisitiza mara kwa mara Urusi kuondoa wanajeshi wake katika kiwanda hicho wakati kikidhibitiwa na Urusi. Mitambo huo umekuwa ukipoteza umeme mara kwa mara kutokana na gridi ya umeme ya Ukraini kushambuliwa na Urusi. Katika sekta ya ardhi, wamesema kwamba alipoulizwa siku ya Jumapili ni makubaliano gani yatazingatiwa katika mazungumzo ya kusitisha mapigano, Trump pia alisema watazungumzia kuhusu ardhi, tutakuwa na mazungumzo kuhusu mitambo ya uzalishaji wa umeme. Msemaji wa Urusi Peros alitaka kutoa maoni yake juu ya kile ambacho kitakachojadiliwa na viongozi hao, wakati Putin alishawahi kabisa kusema kwamba anaunga mkono usitishaji wa vita. Pia ameweka orodha ya masharti ya kupatikana kwa amani. Wanasema moja ya maeneo ya mzozo ni eneo la Kursk magharibi mwa Urusi, ambapo Ukraini ilivamia mwezi wa Agosti mwaka jana na kuteka baadhi ya maeneo. Urusi ilifanya mashambulizi ya kuvurumisha au kuvirudisha nyuma vikosi vya Ukraini na kurudisha tena chini ya udhibiti wa Urusi katika wiki za hivi karibuni, na Putin anadai eneo hilo limerudi kikamilifu katika udhibiti wake. Mshauri wa masuala ya kiusalama wa Marekani Michael Waltz aliulizwa katika mahojiano na ABC ikiwa Marekani itakubali makubaliano ya amani ambayo Urusi itachukua eneo la Ukraini ambalo ililiteka. Amesema kwamba anaona fursa nzuri ya kumaliza vita baada ya Kiev kukubali pendekezo la kusitisha mapigano, lakini pia amekuwa akisema kwamba mara kwa mara eneo la Ukraini haliwezi kujadiliwa na Urusi, lazima isalimishe eneo ambalo limechukua. Urusi iliteka rasi ya Crimea mwaka wa 2014 na inadhibiti sehemu kubwa katika eneo ama maeneo manne ya mashariki mwa Ukraini baada ya kuivamia nchi hiyo mwaka wa 2022. Katika upande wa wanajeshi wa NATO pia kuna maswali mengi kuhusu jinsi usitishaji wa vita utakavyotekelezwa na kufuatiliwa, huku Putin akisema kwamba hatakubali wanajeshi wa NATO katika eneo hilo. Urusi itatafuta dhamana katika makubaliano yoyote ya amani kwamba mataifa ya NATO yanaizuia Kiev kupata wanachama huo, na Ukraini itasalia kutoegemea upande wowote. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi alikiambia chombo cha habari cha Urusi katika matamshi ambayo yalichapishwa siku ya jana Jumatatu. Putin amesema hatua zake nchini Ukraini zinalenga kulinda usalama wa taifa la Urusi dhidi ya kile ambacho anakisema kwamba nchi za magharibi zenye uchokozi, hususani upanuzi wa NATO katika upande wa magharibi.